Karibu hapa mkutano wa Injili na utabarikiwa pamoja nasi. Haijalishi wewe ni wa dhehebu gani, Mungu ni mmoja, Injili ni moja, Roho ni mmoja. Tafadhali njoo tushiriki pamoja katika jina la Yesu. Wewe ambaye unasikia kuwa na maumivu katika mwili wako, utaombewa jioni ya leo na utapokea uponyaji wako. Kwa hivyo karibu katika jina lake Kristo Bwana. Sikia kukaribishwa na chukua hatua uje. Hatutakuwa hapa kwa muda mrefu, kwa hivyo chukua hatua uje wakati kama huu. Asanteni sana. Waimbaji waendelee na kipindi. Thank you very much. Appreciate our reverend. At this moment I want us to go before the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. We worship you. We worship you. We worship you. We give you all the praise. We adore your name. We give you all the praise. Give all the praise. Go before the Lord. Express yourself to this God. He is Alpha, Omega, anything in between. He is the Lord. We give you all the praise. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. King of glory, King of glory. Take the stage, Lord. Have your way, Lord. We are nothing but vessels, Jesus. Hallelujah. Worship the Lord. Baba unastahili sifa. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mkuu. Unatenda maajabu Bwana. Tunaalika uwepo wako. Asante Yesu Kristo. You are highly lifted up. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Lifted up. Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. Let's sing it from the heart. He's the highly lifted up. He's highly lifted up. Let's say it as we mean it. He's above any other creation. He's not a subject of anything. He alone is the Lord. Jesus. In this place you are highly lifted up. In every situation you are highly lifted up. There's no one like you. Alpha, Omega is in our worship. You are highly lifted up. Jesus. Jesus. You are highly lifted up. Lifted
focus on one thing. I want you to focus on God and what He has done for you. For you to be who you are today, I want you to just think back to where He has brought you from. Because I know each and every one of us, we have a story to tell. No matter how small it seems, it is the work of the Lord. Being alive today is a miracle. Being able to stand here today is a miracle. And I want you to worship Him in your own words, to thank Him because of who He has been in your life, and to worship Him and to adore Him because He's the Most High God. He is recognized in all the earth, and people know that He is the Most High God. Even if they have rejected Him, they know that He is the Most High God. And I thank Him today because you are here. Just want you to go before the Lord and worship Him in your own words. Just thank Him for who He has been in your life. Just think to where He has brought you from and worship Him in His presence. In the name of Jesus Christ. Worship the Lord in the name of Jesus Christ. Worship the Lord in the name of Jesus Christ. Bless His mighty name in the name of Jesus Christ. He is a good God. He is a great God. We bless His mighty name in the name of Jesus Christ. Jehovah, we adore You. We lift Your name on high. We say that You are Yahweh. We say that You are the great I am. We say that You are the King of Kings. And us being here today, God, it is by Your word. Receive all the praise, God. Receive all the glory, Jehovah. You are worthy to be praised. Oh, Bwana, tunasema ni nani kama wewe? Hakuna kama wewe, Mungu wetu uliyeketi juu sana. Tunakupa sifa na utukufu, wewe uliye Mungu wa pekee. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Oh.
katikati ya mabwana hakuna Bwana mwingine kama wewe. Tunakupa sifa Yesu. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya wafalme hakuna
I want to take this time to welcome Apostle, and in turn is going to welcome the speaker of today. Let's appreciate him as he comes. Let's appreciate him better than that. Hallelujah! Bwana sifiwe. Amen. Sema tunaenda uncle, praise uncle. Sema uncle. Bwana sifiwe. Mungu wa baraka. Yeah. Mungu wa baraka. Yeah. Mungu wa baraka. Mungu wa uwezo. Mungu wa uwezo. Mungu wa uwezo. Mungu wa kutosha. Mungu wa kutosha. Mungu wa kutosha. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. That Jesus is still the same yesterday, today, and forever. And I want to call upon men and women in this place to tell them there is a visitation. The Lord God Almighty is to remember somebody tonight, to deliver
deliver someone tonight. atakomboa mtu jioni ya He's leo, gonna save someone tonight. ataokoa mtu jioni ya leo. Somebody shout hallelujah. Tuseme haleluya. God is going to save. Mungu ataenda kuokoa, The kingdom of darkness na ufalme wa giza is going to be depopulated. utapunguzwa. Somebody shout hallelujah. Tuseme haleluya. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. I'd like to appreciate God Nataka kumshukuru Mungu for this crusade. kwa ajili ya crusade hii It's going to happen up to Sunday. ambayo itaendelea mpaka Jumapili, And we are praying today. na tunaomba jioni ya leo Let the grace of God na kuacha neema ya be Mungu more than enough. kabla Be more than enough iwe zaidi kuliko to save, to kuokoa, deliver, kukomboa, to heal, kuponya, to change lives, kubadilisha to maisha, restore. kurejesha In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I am here to welcome the man of God Ni kwa kukaribisha mtumishi wa Mungu that is going to minister. ambaye tena kuhudumu. But before I welcome the man of God, Lakini kabla sijakaribisha mtumishi wa I'm Mungu, given an opportunity. nimepewa nafasi. The Bible says, Maandiko yanasema by the word of testimony kwa neno la ushuhuda and the blood of Jesus, na kwa damu ya mwanakondoo triumph over darkness, tunashinda ufalme wa giza, triumph over evil, tunashinda uovu, we triumph over the devil. tunashinda In shetani the name of katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. I am Apostle Abraham from Kampala, Uganda. Mimi naitwa mtume kutoka From Kampala, Uganda. kule Kampala, Uganda, And I'm blessed to be a missionary here in Kenya. na nimebarikiwa kuwa mhuduma hapa Kenya. And I want someone to listen briefly to my testimony. Nataka mtu asikize kwa ufupi ushuhuda I wangu. want to assure you, Nataka nikuhakikishie he is not a story. ya kwamba si hadithi. Jesus is not a story. Yesu si hadithi. We have many people who know him as a story Kuna watu wengi wanamjua kama hadithi because they have grown in Sunday school kwa sababu amelelewa Sunday school and have been shown the pictures of Jesus. na wakaonyeshwa picha za Yesu. They think Jesus is a story. Yaani wanafikiria Yesu ni hadithi. No, Hapana, he is the life. Yesu ako hai. He is the way. Yesu ndiye njia, He is the truth. ndiye ukweli. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Mungu. I was a Muslim, Nilikuwa Muislamu, staunch Muslim. Muislamu aliyekuwa ameshika dini yake. Even these Muslims around in Kitui here, Kama Waislamu ambao wako hapa karibu Kitui. some of them are even witch doctor. Wengine hata ni wachawi na waganga. I'm speaking of real Muslim. Na nena kwa Muislamu wa haki. I hated Jesus Nilimchukia Yesu with the passion na kwa roho yangu yote. that if you speak about Jesus, Kama ungenena juu ya Yesu, I spit ninatama chini. and I say astaghfirullahi rabbi. Na ninasema la bokona la. Hiyo nishelewi ni nini? Somebody shout hallelujah. Tuseme haleluya. Somebody shout hallelujah. Tuseme haleluya. But listen to me. Lakini nisikize. The more I hated Jesus, Sasa nilipomchukia Yesu, they did not change his predestination. haikubadilisha nguvu He zake. did not change his plan for me. Haikubadilisha mpango wake kwa ajili I don't yangu. know where we are born, Sijui na wapo ulizaliwa. but let me assure you, Lakini wacha we nikuhakikishie, are born to serve the Lord. tumeumbwa tumtumikie Mungu. We were born to serve the Lord. Tulizaliwa tumtumikie Mungu. Hallelujah. Haleluya. So I hated Jesus Basi nikawa namchukia Yesu and sana. I loved my religion. Na nikapenda sana dini And yangu. in my religion, Na ndani ya dini yangu there was no power hakukuwa na to nguvu change my character. kubadilisha tabia yangu. So I enjoyed life. Basi nikafurahia maisha. What we call enjoying life Kile mnaita kuenjoy in the world katika is ulimwengu, called wasting life. hicho ndicho kupoteza wakati. I was jumping with every girl Nilikuwa narukaruka na kila msichana like a he-goat in the village. kama ile mbuzi ya kiume pale katika mtaa wetu. When a he-goat breaks the rope, Wakati ule mbuzi wa kiume anapokata ile kamba, it begins to run everywhere. inaanza kumangamanga kila mahali, Breaks the cassava plantations, it will not eat. inavuta kila kitu ambacho hawezi kula. Hallelujah. Haleluya. So I contracted HIV when I was in Form 3. Basi nikapatwa na virusi vya ukimwi nikiwa form 3. Unfortunately, that lady died a long time. Kwa bahati mbaya yule msichana kafa kitambo. The young man we were competing with also died a long time. Na yule kijana ambaye tulikuwa tunang'ang'ania msichana pia naye akafa. Hallelujah. Haleluya. But towards my death, Lakini nikielekea kufa kwangu, when I was only bones nilipokuwa tu mifupa and nobody was there to pay for medication for me, na hakukuwa na mtu akunilipia madawa, when I had run away from my hometown kila mtu akawa amenitoroka, to go and die from a far town, nikakufia mbali, I met with this man called Jesus. basi nikakutana huyu mwanamume kama Yesu. Somebody shout hallelujah. Tutasema haleluya. I met with this man called Jesus. Nikakutana huyu mwanamume kama Yesu. I am amazed every day I talk about Jesus Nashangaa naponajua Yesu because nobody
me. Sikiza. I used to look at a woman as useless. Nilikuwa namuona mwanamke kama mtu asiyefaa. But in Islam, a woman is a misfortune. Kwa Uislamu mwanamke hahesabiwi kama mwanamke. But listen to me. Lakini sikiza. When I came to that crusade, Nilipokuja kwa crusade, that woman was more than a woman. huyo mwanamke akawa zaidi ya mwanamke. She was a really woman. Alikuwa mwanamke wa haki. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. We have women. Tunao mama wanawake. But we have also really women. Na pia kuna wanawake wa haki. Hallelujah. Hallelujah. He may be looking like a girl. Anaonekana kama msichana. Like a smaller lady. Kama msichana But kadogo. when you check inside, Lakini ukitazama ndani, there is a really woman. kuna mwanamke wa haki. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. When I received the Jesus, Nilipompokea Kristo, they told me, wakaniambia Bible, maandiko, Biblia, Biblia, the word of God, neno la Mungu, prayer maombi will activate the power itaongeza zile nguvu and stop fornication. na watu uzinzi. I followed that way. Nikafuata ile neno. In 2 years time, Kwa miaka I miwili got healed of AIDS. nikafanya ukimwi. In a dream, Katika ndoto got healed of AIDS. nikafanya ukimwi. In a dream, Katika ndoto my people, ninaendelea. Watu wangu who were waiting, walikuwa wanangoja eat rice. nisiamke. They were waiting to eat rice. Walikuwa wanangoja kula mchele. They were disappointed. Wakavunjwa moyo. They were disappointed. Wakavunjwa moyo. Today, as I am talking to you, Leo naponena nanyi, my father baba yangu is a staunch Muslim, ni Muislamu dhabiti, but his wife lakini bibi yake is now born again. sasa ameokoka. Lakatas. Oh, hallelujah. Oh, glory. So Papa is sleeping in the chest Basi baba analala kwenye kifua of the born again anointing. ya mpako wa mafuta And you tena. know what it Na means? unajua inamaanisha nini? You know what it means? Unajua kile inamaanisha? To steady at the anointing. Kaa kwenye upako. Now the family is getting divided. Basi jamii inaendelea kugawanyika. Listen to me. Nisikize. A quarter of the family is born again. Kota yao wameokoka. 3/4 not yet. Na 3/4 hajaokoka. Even though we are quarter, Lakini kama tuko there kota, is enough power. kuna nguvu za kutosha. Because the Bible Maana says, maandiko yanasema, which is born of God yule ambaye amezaliwa na Mungu doesn't die. hakufi. It overcomes the world. Anashinda ulimwengu. Every day we are growing. Kila siku tunakuwa, We are taking dominion. tunachukua usukani. Listen to me, somebody. Listen. Nisikize mtu jioni ya It leo. doesn't matter the disease. Haijalishi ugonjwa. It doesn't matter the situation. Haijalishi hali. Where are you playing from? Je, uko wapi? Where are you playing from? Je, unachezea wapi? There was a young man. Kulikuwa na kijana The book of Mark chapter 5. katika Marko 5, The Bible says maandiko he yanasema was possessed alikuwa amepagawa demons na mapepo and he was playing na alikuwa anacheza some tombs. kutoka kwa makaburi, kutoka makaburi. Made it tombs. Alifanya makaburi His home. makao yake. Listen to me. Nisikize. Whether you are young, Uwe kijana, whether you are old, uwe mzee, where are you playing wewe from? unachezea wapi? Where you are playing Je, from? unakaa wapi? Somebody was buried there. Mtu alizikwa Where pale. you are playing Mahali from? unachezea. Hey, the skill is somebody there. Hapo tu Where you are playing from? mahali unachezea. Immorality killed somebody there. Watu waliwekwa Where you pale. are playing from? Mahali unachezea. Somebody died there. Mtu alikufia pale. You are there playing. Pale unacheza. You are there playing. Pale unacheza. Among the tombs. Miongoni mwa Where makaburi. we were buried. Mahali Your walizikwa. life will be buried. Maisha yako I yatazikwa. bring you good news today. Kuleta habari njema You leo. can be born again and Unaweza again. okoka tena na tena na tena. Changamoto. Even those who are born again, Hata wale ambao wameboeka tena. that born again but born. Yaani wewe umeokoka lakini umeboeka. We have come to challenge. Tumekuja kutia changamoto. Tell you today Leo. that what you are seeing now Kama tunaona sasa. is the power of Ni God. nguvu za Mungu. Kitui for Jesus. Kitui kwa Yesu. Kitui for Jesus. Kitui kwa Yesu. Kitui for Jesus. Kitui kwa Yesu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. My testimony for now is over. Ushuhuda wangu kwa sasa umeisha. The whole of this week, Wiki hii yote we are at Redeemed Gospel tuko Church. pale kanisa la Redeemed Church. Listen to me. Nisikize. Bring that situation. Leta hiyo hali. You have one driving mirror. Aha. You have one driving mirror. Wewe una kitu kimoja na kuendeshea gari. Bring, we give you another arm. Tutakupea jicho lingine. Come to Redeemed, we give you another arm. Kuja kwa nini tukupatie jicho Some lingine? of you walk like this, Wengine mnatembea like you are breakdancing with legs. masikuembe. Come and we work on your legs. Sasa tufanye kazi kwa miguu yako. Somebody shout hallelujah. Tuseme I haleluya. want to make a
rot. Yani wewe kama hapa Kitui. When you die, you never rot. Utakapokufa hautaoza. Continue encouraging yourself. Endelea kujitia moyo. Where you want the buried people. Na ulipo kuna mtu alizikwa pale. Somebody shout hallelujah. Mtu aseme hallelujah. I feel the power. Na Yesu nguvu. I feel the power. Na Yesu nguvu. Hallelujah. Hallelujah. I like to pass around this place. Yaani kuzunguka mahali hapa. And tell God. Na mwambie Mungu. My legs don't walk. Miguu yangu haitembei. You see what will happen to you. Utaona kile kitakutendekea. Why to pass here with your cancer, diabetes, my body is paralyzed, all of those things. Magonjwa yote. And listen to me. Na unisikize. I want to make another invitation. Nataka kuleta matangazo mengine. If there is any witch doctor you know, Kama kuna mganga wetu namjua. and I was passing in Nairobi, Nilikuwa napita Nairobi. and I saw on a post, Na nikaona post katika Ghana from Kitui. awe kuwa Kitui. Listen to me. Sikiza. Listen to me. Nisikize. If it's your neighbor, Kama ni jirani yako. don't even tell him Hata usimwambie. that there are mighty people there. Kuna watu wakuu pale. Tell him Mwambie there are some boys. kuna vijana. Hey! Yeah! Because Kwa sababu if you tell him ukimwambia that there are mighty men, na kwamba kuna watu he wakuu gets scared. atatishika. I want him to be tempted. Nataka jaribiwe. Tell him there are some boys. Mwambie kuna vijana They are trying to play jump. wanajaribu kucheza cheza And talk. na kuongea. You carry all your snakes. Beba manyoka yako yote. Carry all your power. Leta nguvu zako zote. Come and show them. Njoo uzionyeshe. We are Ghana from Kitui. Listen to me. Nisikize. We shall show him a lesson he will never forget. Tutamsomesha somo ambalo hata nisahau. Listen. Sikiza. For how long Je, muda mgapi will people in Kitui watu wa Kitui be confused between the two gods? wasanganyika kati ya miungu wawili? If Jehovah is God, Kama Jehova ni Mungu, we stand on his side. tutasimama kwa upande wake. But if the people of Kitui Kama wauchao wa Kitui be God, ni Mungu, here we are. hapa tuko. Tell your neighbor, hey. Tell your neighbor, fire on the mountain. Mwambie mwenzako mlima moto katika mlima. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Today is our first day. Leo ni siku yetu ya kwanza. So we may not have longer time, isn't it? Huenda tusiwe na muda mrefu, But listen to me. lakini sikize. You will meditate upon it. Utaliwaza. Because we are going to deliver angels on this place. Maana tutaenda kuachilia malaika mahali hapa. Demons will chase people naked. Mapepo yatafukuza watu wakiwa uchi. I'm telling you. Nakwambia kweli. You see people coming here in the Pentecost. Utaona watu wakija hapa kile. I have seen it. Nimeona. That's why I'm talking. Ndio maana nasema. The demons which have been touching them like this. Mapepo bado kwa papasa. They will slap them Watu hard. wapiga makofi zaidi. Because God wants them. Kwa sababu Mungu anawataka mahali hapa. Somebody shout hallelujah. Put your hands together. Weka mikono yako pamoja. We welcome the chamber. Nikaribishe. I say the chamber. Nikasema chemba. I say the chamber. Nasema chemba. Where plates are. Mahali risasi zipo. It's called the chamber. Inaitwa chemba. Put your hands together. Weka mikono yako pamoja. Say hallelujah. Hallelujah. Shout 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 hallelujah. Glory. Jesus. Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Loving Father, in the name of Jesus. Baba tupendaye katika jina la Yesu. Due honor and respect Kwa heshima yote. to the ordination that Father put upon your servant. Kwa mafuta ambayo ndani ya mtumishi wako. Stand to honor Tunasimama kwa heshima. the anointing upon the servant of God. Upako ndani ya mtumishi wa And we Mungu. declare Na tonight tunatangaza jioni ya leo every declaration ya in kwamba this kila matamko mahali place will be hapa an oracle itakuwa miujiza that will deliver, na itakomboa, that will save, ambayo itaokoa, that will heal. ambayo In itaponya the
name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you for the hostage. Asante kwa kazi. For the angels. Na malaika. That are surrounding us tonight. Ambao wametuzingira jioni ya leo. In Jesus name. Katika jina kula Yesu. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Yesu atawe. Watu wakitui Bwana asifiwe. Yesu atawe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atawe. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Tuseme hallelujah. Bwana asifiwe. Yesu atawe. Tumekuja kutangaza. Nitakutangaza katika huu mji. Katika msio ya kwamba sisi tumemleta ambaye jina lake limezidi majina yote, ya majina yote ambayo ni ya watu wakuu hapa duniani, na mtu ambaye tumemleta Bwana Yesu Kristo aliye ndani yetu, na Biblia inasema ya kwamba aliye ndani yetu he is greater than he who is in the world. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nijiseme majina yangu, kwa maana tukiendelea hivyo nitasahau. Mimi naitwa Henry Kimani na nimeokoka. Bwana Yesu ameniokoa. Nimeona maisha mazuri katika Yesu. Hallelujah. Watu wa Kitui, hivi ndivyo Yesu anafanya. Kijana aliye na Yesu, kijana aliye na Yesu sio kijana wa kawaida. Ndio maana tunaruka. Usione kama sisi ni wenda wazimu. Ndio ambaye aliye ndani yetu, kwa maana ni mkubwa. Ndiye ametufanya hivyo. Tuko na hii furaha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa maana muda ni mdogo sana, ilihusu nisome neno la Bwana kama ambavyo Mungu ameliweka ndani yangu, kutoka Isaya 55 kutoka mstari wa kwanza inasema hivi: Come all who are thirsty. Come all who are thirsty. Come to the waters. And you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread? And why labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, for you will delight in the richness of the fair. Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. My faithful have promised to David. Let me jump to verse 10. It says this. Now let us do verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and your thoughts than your thoughts. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo neno ambalo Mungu ameliweka ndani yangu, ya kwamba he is a God of abundance. He is a God of abundance. Na ndio maana unaona watu wakitoa ushuhuda and saying they have been healed by this God, because he is a God of abundance. Anasema ya kwamba come to me who are thirsty.
suluhisho. We have come with a missing ingredient. And this missing ingredient, it is Jesus. And today if you believe in him, because he is in us, he is going to quench your thirst. Somebody appreciate the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Bwana asifiwe. We have come to declare that your thirst can only be quenched by this man Jesus. We told us that Jesus is not a story. Jesus is not a normal man. He is a God. He is God. He is greater. He is above all. And today we've come to tell you the help you have been wanting, the dust that you have been having, will only be quenched by Jesus. Hallelujah. Therefore come and drink this water. Come and eat today. Hallelujah. And even if you don't have money, we are not charging anything. We are not charging anything. We don't been going to witch doctors. We don't been getting help from anywhere. They have been asking for money, but we are not charging you. We have been given free rein. And so he has commanded us to give it free rein. Therefore come today and drink from the source. Because any other source cannot satisfy you. The source that can satisfy you is the man Jesus. Is the man Jesus. He met a woman in the well. And he told her, give me a drink. And he told her, give me a drink. This woman did not know who was asking her to give her a drink. And Jesus responded and told her, when she refused to give her water, if only you knew who was telling you to give him water. Oh, hallelujah. You could have asked him to give you living water. Because when you drink this water, you never become thirsty again. You never get thirsty again. You never get thirsty again. Oh, this water, it quenches every thirst. Hallelujah. Verse 8 of the same chapter has said that for my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. We have come to tell you the reason why people are looking for help outside there is because the things of this world are predictable. That is why they got to seek help from anywhere else. But today we've come to tell you our God is not predictable. Our God cannot be predictable. He says his ways are not our ways. Like heaven and far away from the earth. That is how his thoughts are far away from his thoughts. That is how his ways are far away from our ways. Therefore today, whatever you've been thinking, the people you've been thinking about, that well that you have trusted, we've come to tell you it cannot help you unless you get the real help. Unless you get the real help from this water that we have come with.
And the same book of Isaiah says that the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news to the poor and to declare that to all the captives that there is freedom, and to declare an opening of the door for the people who are in prison. And so today he's come to declare to the people who are in the prison, the prison of idolatry, the prison of adultery, the prison of drug and substance abuse, the prison of witchcraft, the prison of lies, the prison of all kinds. The door is open. Today, to the way today, to the truth today. If you want to be saved, Bwana Yesu asifiwe. And as we end this night, we are going to give you an opportunity today to make a decision. The book of Deuteronomy chapter number 30. It says that I have given life and death. They are in your hands. I've given you good and evil. Choose this day whom do you want to serve. Whether it is the evil or whether it is good. Whether you want life or you want death. We have said the day is today. The day is today. The day is today. The day is today. Come and make this decision. Drink from the well, Jesus. Because any other well, any other source will not help you. So today as I make an altar call, make a decision to listen from this voice, the voice of the Holy Spirit, that is telling you, you have lived in sin for so long. You've been in the prison of sin for so long. He says today that he has brought the freedom. He has brought the freedom. He has brought the freedom. And the Bible says that whoever the Son has set free, they are free indeed. Whoever the Son has set free, they are free indeed. So if you come to him, you receive the freedom from all bondage, from all the yoke, from every yoke, and get your freedom. So today you could be there. Today you could have lived for so long, being a religious man, being a religious woman. We have not come to preach religion. We have not come to preach a denomination. We have come to preach Jesus. It is Jesus. It is only Jesus who can save you. Being religious will not save you. Being in a denomination will not save you. I know you attend Sunday to church every Sunday. You attend church every Sunday and you think you're going to heaven. I've come to tell you today that if you don't have this Jesus, you've not gotten a revelation of these waters, these sweet waters. If you have not gotten this secret, we are inviting you today to this secret today, that you may receive this freedom, because it is there for you. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama uko mahala pale ninapomalizia na umesikia hii sauti siku ya leo, na unasikia msukumo ndani yako ukikwambia ya kwamba ukubali huyu Yesu, usitikie kukaa tu pale. When you can receive him freely here, we are not charging anything. Just wake up from wherever you are.
in your houses. Today freedom has come to this house. Today salvation has come to this city. Come today and receive this salvation. Come today and receive these waters. Because we will not charge you. This Jesus we are talking about. We have seen him transform our lives. We have seen him work in our lives. We have seen him heal people. And that is why we want to invite you today. Because we would like you to receive the same from this source Jesus. So nobody is too young to be saved. Also there is nobody who is too sinful to be saved. And the word of the Lord says, if you hear the voice of the Lord, do not harden your voices. If you hear this voice today, do not harden your voice. Because he is in need of you. He is in need of you. He is in need of you. Hapo msalabani Calvary, alikufa kwa ajili yako na akakufa kwa ajili yangu. Na siku ya leo pia anakuhitaji, kwa maana damu yake hata leo yatiririka. Hiyo damu yake hata leo yatiririka. As I invite the present worship, and we sing that damu yatiririka, I want to invite you today. If you have heard this voice, if you have heard this voice, do not harden your voice. Do not harden your heart. Because he needs you. Because you need him. And it is only him who can save you. Hallelujah. I wish somebody could open their mouth and call them from the north, and call them from the south, and call them from the west, and call them from the east. Because the Lord needs them today. The Lord needs them today. The Lord needs you today. Damu yatiririka, damu yatiririka, damu ya Calvary hata sasa yatiririka. Iba damu, damu yatiririka, damu yatiririka, hata sasa yatirika, damu yatirika. I want to invite you, my sister. I want to invite you, my brother, from wherever you are. Kama haujajuana na huyu Yesu, ni wakati wako ukuje hapa mbele. Siku ya leo upokee huyu Yesu, kama na damu yake, damu yatiririka hata leo, damu yatiririka. I thank you, Holy Spirit of God. You are the Lord of the harvest. May you convict them wherever they are. You are the Lord of the harvest. May you now draw them from wherever they are. Draw them from where they are.
mwaliko huu ili ukuje karibu. Karibia ndugu yangu na dada yangu. Karibia wewe kijana mdogo. Inala hapa. Hata sasa yatiririka damu ya Yesu. Hata walio mbali ukisikia sauti hii, damu yatiririka hapa. Ili ukuje damu ya faida. Kwa maana huyu Yesu hata sasa yatiririka hiyo damu yatiririka damu ya Yesu. Damu yatiririka damu ya Kalvari. Hata sasa yatiririka damu yatiririka damu yatiririka damu ya Kalvari. Hata sasa yatiririka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomaliza mkutano wa leo, tunataka kukupa mwaliko. Kama uko mahala pale na unasikia huo msukumo ya kwamba ungependa kupokea huyu Yesu, tunakuuliza ukuje hapa mbele. Tunakuuliza uje hapa mbele na tutaomba nawe ili upokee huyu Yesu. Siku ya leo Mungu ametutuma kwako. Usikubali kufanya moyo wako mgumu, kwa maana kuna sauti nyingine itakwambia ya kwamba siku ni kesho, ama utaokoka ukizeeka. Umewaona vijana wakifa. Kwa hivyo siku ya leo ukisikia hii sauti, kuja tutaomba nawe. Ndugu yangu, kuja tutaomba nawe. Dada yangu, kuja tuombe nawe ili ukubali huyu Yesu aje ndani ya roho yako. Watu wanaweza ona ya kwamba kama ni mchezo tu, lakini nataka kukuambia huyu Yesu ni wa kweli. Hakuna kitu kingine kinapozidi huyu Yesu. Ndiye ambaye unahitaji ili familia yako iwe na mambo ambayo Mungu anayahitaji. Huyu Yesu ndiye unahitaji katika masomo yako. Huyu Yesu ndiye unahitaji katika maisha yako, katika familia yako. Kwa hivyo njoo hapa, tutaomba na wewe. Kuja hapa, tutaomba na wewe, kwa maana huyu Yesu anakuhitaji. Uko mahala hapa na hujaokoka, kuja tutaomba na wewe. Kuja tu mahala hapa na tutaomba na wewe. Tutaomba tu na wewe. Hatutakufanyia vituko zingine ambavyo zinafanywa mahala pengine. Hapa ni maombi tu, tutaomba nawe. Pokea huyu Yesu, kwa maana yeye ni mwaminifu na anakuhitaji. Kuja dada yangu, kuja ndugu yangu, ukubali huu mwito. Ukubali huu mwito. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hakuna mwingine, hakuna mwingine tena. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. The word of John 10:10 says, that I came so that they may have life and have it in abundance. But the thief comes to steal, to kill, and to destroy. My friend today, my sister today,
My sister today. My brother today. Why accept the thief to steal your life, to kill your life, to destroy your life? When Jesus came to give you life and give you in abundance, come today and get it in abundance, because He's a God of abundance. This is the last time that I'm inviting you today, because we want to go to another service. If you have heard this voice, do not harden your voice, do not harden your heart. Tawala maisha yangu, tawala wewe, tawala maisha yangu, tawala. Holy Spirit, tawala maisha yangu. We have sown the seed, and we know that now you shall make it to grow and to germinate. And if there is anyone helped by the evil spirit, and it is the power that they are, and they may come and receive it. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ataiwe. Asna kama hakuna, nataka kukupa nafasi. Nenda kulenga mwanya. Kama uko mahala hapa na kuna ugonjwa umekusumbua, may it be cancer, may it be diabetes, anything that have disturbed you, we have been anointed. We've been anointed. We've been given power and authority to go and heal people and heal every disease. So if you are in this place and you are hearing this voice and there is a disease, there is a sickness that has disturbed you, today the grace is here to heal. Just come here today. We want to demonstrate the power of God in this place, because He is here with us. We are not trying this Jesus. We have not come here to try this Jesus. We are not trying to heal. We are very sure because He has healed us. We are inviting you for this healing. Come today. Even if it is a member of your family who is sick, wherever they are, come and represent them here, because the healing power is with us, and we shall release it. We shall release it. We shall release that power. Are you there? And you are sick? Any part of your body is sick? Come today for your healing. Come today for your healing, because the healing power is with us. Come today and receive your healing in the name of Jesus. Name of Jesus. Praise God. Ataiwe Yesu. Na wasi wa mama, njoo tuombe pamoja. Tuna watoto wenu, you will be blessed. Utainuliwa na Mungu na watoto wenu wataona siku njema za maisha yao, kwa sababu Mungu si kigeugeu. Mungu anatupenda. Songa hapa karibu zote. Wale mko pande ile, kuja mama, kuja mama. Kuja na nyinyi, kuja wale mmekaa pale, simama. Mheshimu Mungu wetu. Tafadhali, kama unanisikia tu,
ilano mbewa kwa jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. God bless you. Wamama mbarikiwe na Yesu. Wewe mwalimu mwanamwaita. Natamka baraka za Baba wa mbinguni. Ni nena wa mwasa wetu. Simufikie kwa jina la Yesu. Simufikie esitwa ni ya Yesu. Nakusihi. Na kusuwa. Kwa jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. Tumupe heshima yake. Tumunenga dayela yake. Maana yeye ni Mungu. Nundu weni ngai. Wamama mketie. Wamama wale na wasimu simame kumheshimu Mungu. Na mukule Mungu mesitwa ni ya Yesu. Tusimame tuombe pamoja. Tunga metuboye mbatonyeka. Katika jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. Usihofu, Mungu ni wetu na ni Mungu wetu milele. Tukakenga ini witu na ni witu tena. Utasaidika maishani mwako. Utaweza kalayoni wako. Basi sote tufunge macho yetu na tuombe. Tuvinge mezo metu tuboye. Baba, katika jina la Yesu. Esitwa ni ya Yesu. Jina lako lina uwezo kuokoa. Jina lako lina uwezo wa kuponya. Jina lako lina uwezo wa kutia nguvu. Jina lako linafufua. Jina lako ni la miujiza. Jina hili linapita majina yote. Walo hili jina kila mtu akaweka goti lake chini na kusema yeye ndiye Bwana. Utukuke jioni ya leo Bwana, kwa sababu ya upendo wako katika uwanja huu. Mungu, umeonyesha upendo wako katika uwanja huu. Mfalme, umeonyesha ya kwamba wewe ni Mungu. Asante kwa neno lako, asante kwa uwepo wako. Wanashughulikia mioyo yako iliyopo katika uwanja huu kuanzia sasa kuelekea na mbele. Mfalme, wacha Mungu neno hili ambalo limeingia katika masikio yetu ikafuate Bwana kila mmoja katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mfalme kwa sababu ya wamama ambao wamesimama mbele yako. Kupa heshima maana wewe ni Mungu. Ninakushukuru kwa vijana ambao wamesimama kwa heshima zako. Ninakushukuru kwa watoto ambao wamesimama kuheshimu Mfalme. Asante Yesu. Upo hapa na unahitaji lolote ungependa kuwasilisha kwake Bwana, inua mkono wako mahali ulipo. Unataka watoto wako wamche Mungu wabarikiwe. Unataka jamii yako iwe na amani. Mahitaji yoyote, mahitaji ya kazi, mahitaji ya kijamii, mahitaji ya mioyo, mahitaji ya siri. Kama upo, inue mkono wako tu mahali upo. Nitakapomalizia na maombi, jambo mpya litatendeka sasa katika hitaji lako. Kama upo, inue mkono wako ni uone. I'll pray for you. Uliye na hitaji lolote lile. God bless you. God bless you. Asante kwa mikono hiyo. Mungu anaiona. Mungu anaona mikono hiyo. Asante mama. God bless you. Mungu anaona hiyo mikono. Asante msichana. God bless you. Mkono wako tu ukae tu hivi. Asante my brother. God bless you. I'm praying for you right now. My Father in heaven, these are needs raised to you. Lord, every heart is representing a need. Whoever has raised his or her hand, I desire that, Lord, in the name of Jesus, that their needs be met now. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray, whatever the needs are,
know them well. wese And I pray that, Father, na ninavyoyasa your power ninawaku will move down through their hands. ukadee mokoni In mo the name of Jesus. esitwa ni ya For Yesu a miracle now. ondwa chama For a miracle in Jesus' name. ondwa chama For esitwa a ni ya Yesu miracle in Jesus' name. ondwa chama esitwa ni ya Over Yesu every need in Jesus' yulwa name. kila batu esitwa ni ya Your Yesu power over every need in Jesus' name. nawakilwa kila batu Oh, how we bless you. itwa kwa Thank you, jima our Father, onundu for ya the great work you have done upon this Wa field. uyola musyo And weka upon yuwo the needs of all yulwa kila whose batu sons have been lifted up. alamo kinte moko maku I pray that their sins be forgiven, if any. moya na isosi I kete pray that their lives be transformed into the image of your dear Son. ukalule wikeleta waku Lord, be glorified. asantaiwa Thank you for receiving this prayer. asana nulwakosa moya ino It is done, for we have prayed nikwekika nuno nitwa moya in Jesus' mighty name. esitwa ni ya Yesu And somebody say amen. ndwasiame Hallelujah. May the good Lord bless you. mweyaimosya mwadime muno Just an announcement. twenda kunenga na itangazo Believe that your need has been met. ikia kana bata waku ni wako manonenga Announcement number 2. itangazo ya keli Tomorrow we'll be here. uni tukedwa Right here. pa Invite your friends. docha munyanyu Bring those ones who are sick. ete alawo They shall recover. nimoli kubwa Those who have other variable needs, alamina mabatama tumemekugani bring them over. maete Use your phone to invite friends. tumia simu ya kulocha munana Use your mouth to invite your friend. tumia kanyo wako kulocha munana We came here when you didn't know we are coming. tukie mutesi kane tukite But now we invite you officially. indi yuli twamulose pyo You'll be here tomorrow wizwe paulo for a transforming time. kondwa ibida yakwanyuka A transforming message. utumani wakwanyula Come tomorrow ukaone and receive your miracle. nokuka wose chama chako For Jesus is here. nuno yesu eba Amen. amen God bless you. kayamwalime This crusade has been brought to you king'ang'a kincha kwetewe by people that love you ni andwala mamwendete muno right here in Kitui. These people love you andwa ni mamwendete muno anu makitwi and we invite you to come na nitwamulose muke na mukuka yingi even tomorrow. onauni God bless you. We conduct our services at the Redeemed Gospel Church tulwana the wito wa Redeemed Gospel Church next to Ambassadors Academy. bakubina skulusi wa ambassadors Redeemed Gospel Church is a renowned church. Redeemed Gospel Church ni makanisa mesekiye You are welcome even to our services. we mulose no modedini We are mwetu having a revival, a powerful revival tonight. tuna mikutano y'obusyo yabina muno You are welcome. Come. we mulose uka Amen. amen And on Sunday we have our services wachumwa tina udaidi wito right from 8:30 in the morning wanyasaidisa kyoko through 1 in the afternoon. kubika saa mwana shabudana May the good Lord bless you. gayomusyo na mwemusyo All in Jesus' name. all the sitoni ya Yesu Amen.